Kama mnavyoona mbele yenu hapa, niko na mshindi wa BSS kwa mwaka huu 2019-2020 ambaye jina lake anaitwa Meshak, lakini kwa jina la kisanii anaitwa Meshamazing, si ndio? Ndio. Yes. Kwa hiyo niko naye hapa, lakini kimsingi sisi kama wizara tulipokea barua ya malalamiko kutoka kwa familia au wazazi wa Meshak, na barua yenyewe ndio hii hapa ambayo walileta wizarani kueleza namna gani ambavyo wao binafsi kama wazazi wamesikitika sana na wamehuzunishwa sana na namna ambavyo kijana wao ametendewa. Na kama tunavyofahamu kwamba mwaka jana yalifanyika mashindano ya BSS, na katika yale mashindano mshindi ambaye alishinda kuwa namba 1 ni huyu aitwaye Meshak. Sasa na kwa bahati mbaya, siwezi kusema kwamba ni kwa bahati nzuri kutokana na jinsi ambavyo trend nzima imeenda, naweza nikasema ni bahati mbaya kwa sababu mimi nilipata nafasi ya kuwa mgeni rasmi kwenye hayo mashindano ambayo yalifanyika tarehe 24 mwezi wa 12 Dar es Salaam, eneo la Masaki Next Door Arena. Na alipopatikana mshindi, nikiri tu kwamba ni wazi kulikuwa kuna mazingira ya sintofahamu ambayo yalionekana pale kwenye yale mashindano. Sasa sisi kama wizara tumepokea hii barua ya malalamiko, lakini ikawa ni bahati kwamba kijana Meshak pia akaomba kwamba aweze kuja kuniona, na kama mnavyofahamu mimi nikiwa kama mlezi wa tasnia hii ya sanaa nchini Tanzania, lakini vile vile nilikuwa kama mgeni rasmi siku ya haya mashindano. Kwa hiyo ninajua kimsingi mambo yote ambayo yalifanyika siku hiyo ya shindano hilo la kumpata mshindi wa BSS. Kwa hiyo kimsingi ana malalamiko makubwa kwa sababu hajalipwa fedha zake. Na kama tunavyofahamu kama shindano limefanyika mwaka jana tarehe 24 mwezi wa 12. Sasa ukichukua kuanzia tarehe 24 mwezi wa 12 mpaka sasa hivi, maana tunaenda sasa karibia mwezi wa 4, lakini kijana huyu hajapewa pesa zake. Na ametueleza kwamba amekuwa akifuatilia yeye pamoja na familia yake, kwa maana ya wazazi wake, kama ambavyo barua hii ya wazazi ambavyo inajieleza hapa, wamekuwa akifuatilia bila mafanikio yoyote. Na kumekuwa vivyo kuna danadana kwamba tutakupa wiki ijayo, tutakupa mwezi ujao, lakini sasa tunaona siku zinazidi kwenda. Sasa kimsingi labda waandishi wa habari mnaweza mkajiuliza kwamba sisi kama serikali, lakini sisi kama wizara tulikuwa wapi siku zote? Sisi kama serikali huwa sio walalamika. Hatuwezi kuchukua nafasi ya kuwa mlalamikaji. Serikali inachukua hatua pale ambapo kuna mashitaka au kuna malalamiko yameletwa, ndipo na sisi sasa tunaweza kuchukua hatua na kuanza kulifuatilia hiyo swala. Kwa hiyo kwa kipindi cha miezi yote mitatu ambayo imeshapita, mimi kama mgeni rasmi wa hiyo siku nilikuwa nikijiuliza kwamba inakuweje kwamba mtoto hatumsikii mpaka leo. Lakini vile vile inakuweje kwamba mpaka sasa hivi zawadi hajapata mpaka sasa hivi. Na kwa kusikitisha sana, hata siku ya tukio lenyewe naweza nikasema kwamba ni uhuni tu fani ambao ulifanyika pale, kwa sababu kawaida tumeshazoea, na imekuwa ni bahati kwamba nimeshahudhuria mashindano mengi. Na mashindano yote kimsingi unapoalikwa kama mgeni rasmi, unapokuwa waziri au naibu waziri kama mgeni rasmi, maana yake siku ya tukio, maana yake anapotangazwa mshindi tu ndipo hapo ambapo zawadi inakabidhiwa kwa mshindi. Lakini siku ile niliitwa nikaenda, na ilikuwa tarehe 24 kuamkia sikukuu ya Christmas. Nikaacha familia yangu kwa sababu ya uzito wa jambo lenyewe. Kwa hiyo sikukuu sikuwa na familia kutokana na kwamba niliona kwamba kuna uzito mkubwa sana wa hili jambo, kwa sababu tunatambua kazi kubwa ambayo inafanywa na BSS katika kuibua vipaji vya vijana, lakini vivyo katika kuwasaidia vijana kimuziki. Kwa hiyo kimsingi sisi kama wizara tulilipa uzito sana hilo jambo, na nikaenda pale kwenda kuhudhuria hao mashindano. Lakini nilitegemea kabisa kwamba baada ya shindano kuisha nitapewa zawadi niweze kumkabidhi mshindi. Lakini nilipoongea akaongea mkurugenzi ambaye ni Madam Lita, akaongea akaondoka. Nilipouliza zawadi iko wapi, sikupewa jibu la msingi. Na hata baada ya lile tukio, tunajua kwamba kwenye mashindano kuna kaida, mkishaongea mnaenda pale mbele, mnaenda kwenye vyombo vya habari mnazungumza. Lakini napo nikajikuta kwamba niko peke yangu. Hakuna cha mkurugenzi wa BSS, hakuna cha kiongozi yoyote kutoka Benchmark. Kwa hiyo kuna mazingira fulani ambayo yalionyesha kabisa kwamba hapa
kuna shida. Lakini nikasema okay, ngoja kwanza tujipe muda tuangalie kwamba hili swala linaendaje. Sasa kwa sababu kulikuwa kuna ukimya kutoka kwa mhusika mwenyewe ambaye ndiye mlalamikaji, tukaona okay, inawezekana haba wao wana makubaliano yao. Lakini kumbe ni kwa sababu alikuwa anaambiwa subiri. Hasa sasa hivi tumepokea hii barua. Hii barua imetoka kwa mzazi na mzazi ameeleza kwa masikitiko makubwa sana, kama ambavyo na mimi nimesikitika kuona kwamba nilihusishwa kwenye tukio ambalo halikwenda vile ambavyo lilipaswa kwenda. Sasa mzazi wake ameeleza sana kwamba kijana wake kwa kweli amevunjika moyo, na wao kama wazazi walikuwa na matumaini makubwa sana baada ya kuona kwamba kijana wao ameshinda hilo shindano, na walitegemea kwamba itakuwa ni msingi mkubwa sana sasa kijana wao aweze kuweza kuingia rasmi sasa kwenye soko la muziki, kwa sababu kipaji anacho na uwezo anao. Lakini wamekuwa wakifuatilia mara kwa mara, na wameeleza kwamba wamekuwa pia wakifunga safari kwenda Dar es Salaam mara kwa mara kwenda kufuatilia kuona sasa muda umefika, lakini hakuna ambacho mshindi amekipata. Sasa sisi kama wizara, sasa kitu ambacho tumefanya baada ya kupokea hayo malalamiko, tuliweza kuwasiliana na mkurugenzi wa Benchmark ambaye ni Madam Rita, na katika maelezo yake amekiri kwamba ni kweli pesa hawajampa mpaka sasa hivi, kama ambavyo yalikuwa makubaliano kwamba zawadi ya mshindi namba 1 ni milioni 50, kwa maana milioni 20 watampa kama zawadi, lakini milioni 30 itatumika kwa ajili ya kumuendeleza sasa kimuziki. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hakuna walichompa zaidi ya kumpa shilingi milioni 1 tu ndio ambayo amepewa. Na hiyo milioni 1 ametuambia yeye Meshaki kwamba amepewa milioni 1, lakini wao wanadai kwamba wamempa milioni 2. Hasa kwenye kumuuliza Meshaki amekiri kwamba ziko zawadi ambazo waliwapa washindi wote, kwa maana baada ya lile tukio mshindi kupatikana, mshindi namba 1, namba 2, namba 3, kuna zawadi ambazo walipewa kama wote, kama kuwapongeza. Sasa ndio hiyo milioni 1. Lakini kimsingi kwenye ile milioni 20 ambacho yeye amepewa mpaka sasa hivi ni milioni 1 tu, na hakuna dalili yoyote kwamba atalipa hizo pesa. Sasa kwenye majibu ambayo Madam Rita ametoa kwa wizara ni kwamba kuna changamoto kubwa ya udhamini, na kama tunavyofahamu mdhamini wao alikuwa ni Star Times, kwa maana Star Media. Sasa Madam Rita anadai kwamba viongozi wa Star Media hawapo nchini kutokana na hili janga la corona, kwa hiyo wameshindwa kuja nchini, kwa hiyo ndio maana wao hawajapata pesa, kitu ambacho sio sahihi. Na kama waandishi wa habari mtakuwa mnafuatilia vizuri, mtakubaliana na mimi kwamba juzi TBC walikuwa wanazindua programu yao au kipindi chao kinaitwa Ridhio. Sasa na pale tulikuwa na mkurugenzi wa Star Media alikuwepo, na viongozi wengine wapo, akiwepo Juma Sharobalo pamoja na wengine, wote wako nchini. Kwa hiyo kimsingi utetezi wake au hoja yake ambayo ametoa kwa serikali kwamba wadhamini hawapo, wamekwama China, si kweli. Viongozi wote wa Star Media wako nchini, na hata juzi tulikuwa nao pale TBC. Lakini vile vile hoja yake ya pili ambayo ameitoa ni kwamba Star Media hawajawalipa pesa, na kwa sababu Star Media ndio alikuwa mdhamini mkuu, kwamba wamekwama kuwalipa pesa wao BSS. Kwa hiyo ndio maana nao pia BSS wameshindwa kumlipa mshindi pesa yake. Hasa sisi kama serikali pia tumefanya follow up kuweza kujiridhisha, kuangalia je, ni kweli kwamba Star Media hawajamlipa pesa BSS ambayo ni pesa ya udhamini. Sasa majibu ambayo tumeyapata kutoka kwa Star Media ni kwamba walishawalipa pesa zote, na hizo pesa zimelipwa kwa awamu. Walilipa awamu ya kwanza, wakawalipa awamu ya pili, lakini vile vile wakawalipa awamu ya tatu, ambayo makubaliano yao yalikuwa kwamba baada ya shindano sasa kumalizika watamalizia kile kiwango cha pesa ambacho kilikuwa kimebaki. Kwa hiyo kwa maelezo ambayo tumepata kutoka Star Media kwamba pesa ya mwisho kabisa ambayo BSS walikuwa wanaidai Star Times imelipwa mwezi wa kwanza. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba kwa sababu shindano lilifanyika tarehe 24 mwezi wa 12, maana hiyo pesa imetoka mwezi wa kwanza, wiki chache tu au siku chache tu baada ya shindano kumalizika. Sasa mnaweza mkakubaliana na mimi kwamba sasa hapa tunaona kwamba kuna mazingira fulani ya sintofahamu, na tunafahamu namna gani ambapo vijana wamejitoa, wamejituma, wamefanya kazi nzuri,
wana malengo, wanatamani kuona kwamba sasa na wao malengo yao yanafikiwa, lakini tunaona kwamba kuna mazingira fulani ya vikwazo ambavyo kimsingi kama serikali, lakini kama wizara ambayo tunasimamia masuala haya sanaa, tusipoyafanyia kazi yataleta shida kubwa kwenye tasnia hii ya sanaa. Kwa hiyo kimsingi utetezi wote ambao ameutoa Madam Rita si kweli na ni uongo. Na sasa tunapata shida kwa sababu watu ambao tulikuwa tunawategemea, na hii naomba tu niliweke wazi kwamba tunapozungumzia watu ambao au kampuni ambayo inafanya vizuri sana kwenye kuibua vipaji vya vijana, hatuwezi kuacha benchmark. Wanafanya kazi nzuri kwa maana ya BSS, lakini sasa kwa hili kwa kweli sisi kama wizara hatuwezi kunyamaza na hatuwezi kulifumbia macho, kwa sababu wamekiuka sheria, lakini vivyo walinihusisha na mimi. Sasa mwisho wa siku na mimi naibu waziri, lakini kama mlezi sasa wa wasanii, nitaonekana kwamba na mimi nilishiriki kwenye kitu ambacho si halali, kwenye kitu ambacho kilifanyika kiujanja. Hasa na kwa sababu nimejiridhisha kwamba ni kweli pesa wamepewa, lakini wao ndio wanaomzungusha huyu kijana kumpa pesa yake. Maana hicho kitu wamefanya ujanja na wamefanya kitu ambacho hakipendezi, na sisi kama wizara kwetu tumesikitika. Na tumesikitika kwa sababu hatukutegemea kwamba watu ambao tunawategemea kukuza tasnia hii ya sanaa wanaweza wakafanya vitu kama hivi. Kwa hiyo kimsingi maelezo yao ndio hayo, lakini kabla mimi sijaenda sasa kwenye maelezo ya serikali, labda nizungumze tu kidogo, kwa sababu mashindano haya yamekuwepo kwa miaka mingi. Tangia yalipoanza mwaka 2007. Wako washindi mbalimbali ambao walipata nafasi wakashiriki, wakashinda, wakina Jumanne Idi, wakina Misoji, wote hao ni washindi ambao walikuwa ni namba moja. Wakina Mariamu yule ambaye nadhani mtamkumbuka alikuwa anaimba taarab, lakini wakina Emmanuel Msiwa, wakina Wota Chilambo, wakina Kayumba na wengine wengi. Sasa hawa ni wale washindi ambao walishinda namba moja, lakini tukijiuliza leo hii wako wapi, tunaona hatuwaoni kwa kweli. Kimsingi hatuwaoni wala hatuwasikii. Sasa inawezekana kwamba kuna mazingira fulani ambayo baada ya kushinda hawapati nafasi nzuri ya kutengenezewa mazingira vizuri. Na hata mimi nilivyosikia siku ile kwamba zawadi ya mshindi wanaigawa mara mbili, kwa milioni 30 iende kwenye kumuendeleza, lakini wanaomuendeleza ni hao ambao ndio wasimamizi na waandaji wa hilo shindano, kidogo ikanipa shida na maswali kichwani. Kwa sababu kama wanaweza kuwa manage vijana, inakuja sasa hawa ambao walishashinda hatuwaoni, yani pamoja na struggle zao ambazo zipo kwenye muziki, lakini bado hawafanyi vizuri. Kwa na mimi hiyo ilinipa shida kuona wao wanaoendesha mashindano alafu ndio wanakuwa wasimamizi. Na wakaweka hiyo kwamba milioni 30 hiyo itatumika ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Sasa ni miezi mitatu, tunaenda mwezi wa 4. Tumebakisha na miezi kama 8. Sasa sijajua kama wanaenda kuicount hiyo miezi 8 ndani ya ule mwaka mmoja ambao wamesema watamanage. Lakini tayari miezi 4 imeshapita na hatuoni chochote ambacho kimefanyika kwa huyu kijana. Haki yake hajapata, lakini bado hatuoni kama kuna jitihada ambazo zimefanyika za kumuendeleza, japo wanadai kwamba wamemtengenezea wimbo mmoja ambao wametoa audio. Na nimepata pia nafasi ya kuweza kusikiliza ule wimbo. Kimsingi ni wimbo ambao hauwezi kufanya vizuri. Yaani hauwezi kujua mtu unapokuwa umeshinda BSS lazima utoke sana kitu ambacho kweli watu kinaweza kikakusaidia kukutambulisha na watu wakasema kwamba huyu ni msanii ambaye tukimpokea, tukimuunga mkono anaweza akafanya vizuri. Na uzuri yeye mwenyewe pia amekiri na atapata nafasi ya kuweza kuongea kwamba ule wimbo hauwezi kufanya vizuri. Na nilipomuuliza kwa sababu gani, akadai kwamba ni kwa sababu wao ndio wanaomchagulia studio kwenda kumpeka studio. Kwa hiyo studio zingine zinakuwa hazina ule ubora, na hata kama ukiwaambia kwamba mimi labda mnipeke sehemu nyingine inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba na mimi nikoona hapo kidogo pana shida. Kwa hiyo nitakuwa pia na ushauri wa kushauri juu ya hilo. Kwa hiyo sasa baada ya kupokea hayo malalamiko na kujiridhisha pasipo shaka kwamba BSS wamefanya ujanja na kusingizia kwamba pesa hawajapewa, wakati Star Media wamekiri kwamba pesa wamepewa na wamesema wanazo mpaka bank statement, wana document zote. Kwa hiyo sasa mimi naomba sasa nije na maelekezo, niseme sasa maelekezo ya serikali. Baada ya kupokea haya malalamiko na kuyafanyia kazi na kujiridhisha pasi na shaka kwamba kuna ujanja mkubwa sana ambao umefanyika. Na tunafahamu kwamba kumekuwa kuna mashindano kama hayo miaka ya nyuma. Nadhani mtakumbuka kwa kuna shindano la Miss Tanzania.
lilifungwa na serikali kutokana na vitu kama hivi. Sasa sisi kama wizara hatutaki tufike huko, kwa sababu tunawategemea sana BSS na tunatambua kazi nzuri na kubwa ambayo wanafanya kwa vijana, lakini pale itakapobidi, kwa kweli pale itakapobidi na itakapotulazimu, tutafungia haya mashindano. Na kwa kuwa Madam Lita ameomba kwamba tumpatie mwezi mmoja kwenye maelezo yake ambayo aliongea na mkurugenzi wa sanaa, ameomba kwamba tumpatie mwezi mmoja aweze kumlipa hizo pesa Meshak. Kwa hiyo sisi kama wizara tumepokea hilo ombi lake. Tunampa sasa huo mwezi mmoja ambao wameomba kwamba tumpatie ili waweze kumlipa pesa kijana Meshak. Lakini wakifanya vinginevyo, hatutasita kuyafungia hayo mashindano, kwa sababu hatuwezi kuvumilia kwamba tunakuwa tuna mashindano ambayo vijana wanatoa muda wao miezi mitatu, wazazi wanawaruhusu kwamba nendeni mkashiriki, alafu wanafika kule hakuna ambacho kinafanyika. Kwa hiyo hii moja kwa moja itachafua taswira ya tasnia, lakini pia taswira ya wizara na sisi kama viongozi wa wizara ambao ndio tumekuwa bega kwa bega na hayo mashindano. Kwa hiyo wakifanya vinginevyo ndani ya huo mwezi mmoja, kwa kweli hatutasita kuyafungia hayo mashindano. Kwa hiyo tumepokea ombi lake na tumeridhia kwamba tunampa mwezi mmoja, ndani ya mwezi mmoja awe ameshamlipa hizo fedha kijana Meshak. Lakini vinginevyo tutafungia kama ambavyo tulifungia Miss Tanzania. Na unajua kitu kikisha fungiwa na serikali kuja kuanza tena upya inakuwa ni changamoto. Nitakubaliana mimi naona namna gani ambapo sasa hivi Basila Mwanukuzi wa Miss Tanzania anapambana kurudisha ile hadhi ya Miss Tanzania ambayo ilikuwepo miaka ya nyuma. Kwa mimi niombe kwamba sisi kama serikali hatutamani tufike huko kwenye kuyafungia mashindano. Tunatamani kuona kwamba hata mwaka huu pia yanafanyika, lakini vinginevyo wakifanya vinginevyo hatutasita kuyafungia hayo mashindano. Lakini jambo la pili ambalo pia ni la msingi ni swala la mikataba. Na hii imekuwa ni changamoto kubwa si tu kwa wasanii wa muziki, lakini pia kwa wasanii wa filamu, na mnaona namna gani ambavyo sisi kama wizara pia tumeunda kamati yetu ya kuwasaidia wasanii kuweza kupitia mikataba ambayo waliingia, mikataba ambayo ni ya kinyonyaji. Wako wasanii wengi, wengine ni marehemu, lakini familia zao zimeendelea kunufaika na kazi ambazo walizifanya baada ya sisi kama wizara kuunda kamati kupitia bodi ya filamu ya kupitia ile mikataba. Kwa hiyo kumekuwa pia kuna shida, na tumekuwa pia tukitoa elimu kwa wasanii kwamba ni vema wahakikishe kwamba wanaingia mikataba katika kazi yoyote ambayo wanatarajia kwenda kuifanya, iwe ni ya muziki, iwe ni ya filamu. Kuingia mkataba ni jambo ambalo ni la msingi, kwa sababu mwisho wa siku kwa mfano kama Meshak hapa, yeye ni mshindi, lakini kibuiza mkataba hana, sio yeye namba 1 hana, namba 2 hana, namba 3 hana. Sasa hili ni kosa ambalo naweza kusema kwamba lina cross cut pande mbili, kwa maana kwao kama BSS, lakini na sisi kama serikali kwa maana ya Basata, kwa sababu Basata wao ndio wasimamizi wa haya mashindano na hata kibali kinatolewa na Basata. Hasa nashangaa kuona kwamba Basata nao walitoa kibali cha haya mashindano kufanyika bila kukagua kuhakikisha kwamba kuna mikataba ambayo wameingia BSS pamoja na washiriki. Kwa hiyo kimsingi hakuna mshiriki yote ambaye ana mkataba. Hata Meshak anadai tu, na sisi serikali tunamsaidia kudai kwa sababu ni kitu ambacho tunakifahamu na tulishia. Lakini kimsingi mkataba hana. Kwa hiyo ni makosa makubwa ambayo wao kama BSS wameyafanya kwa kuwakusanya vijana nchi nzima, kuwaweka pale mpaka mshindi anapatikana, lakini hakuna mkataba. Kwa hiyo mimi hilo nitoe pia wito kwamba kosa hili la kutokuwa na mikataba kwa sasa hivi tumeachana nayo, tumelisamehe. Lakini kwa mashindano mengine, ukifanya shindano hujaingia mikataba na wasanii, itakuwa ni kosa na utachukuliwa hatua za kisheria. Na hilo sio tu kwa BSS, ni kwa wote, waandaji wote wa mashindano, waandaji wote kama ni matamasha, chochote ambacho kinahusiana na wasanii lazima kuingia mikataba. Na hilo pia linawagusa pia hata wasanii wenyewe. Wasikubali kufanya kazi bila kuwa na mikataba. Kwa sababu kama huna mkataba unakuwa huna ground ya kuweza kudai haki yako. Lakini vile vile na nyinyi Basata, hebu lisimamieni hiyo, kwa sababu ni tako la kisheria. Hakikisheni kwamba mnapotoa kibali, msitoe kibali kwa shindano au kwa kampuni ambayo inataka kuendesha shindano lote bila kuwa bila kuwa na mikataba.
Hasa mmenibeba mpaka mimi naibu waziri, mmenipeleka pale, kumbe mikataba hamna, zawadi hamna. Na tulishasema kwamba unapomwalika waziri kwenye shindano lolote, BASATA lazima iende kwanza ikajiridhishe kwanza mikataba ya wasanii. Lakini la pili, wajiridhishe kuhakikisha kwamba zawadi ipo ya mshindi, waione kabisa. Hasa wao wakajikisha kama mheshimiwa kile kitu kiko vizuri, nafika pale kumbe hakuna zawadi, hakuna mikataba. Kwa hiyo BASATA nao tunaomba walisimamie hili na lisijirudie tena wakati mwingine. Lakini la tatu, kwa sababu wao BSS wana ile milioni 30 ambao wamesema kwamba watamanage huyu kijana. Hasa kwenye kumanage pia hatujui watamanage kwa njia gani. Kwa hiyo nataka nitoe sasa maelezo kwamba tunaomba sasa, tunawataka BSS watuletee mkataba huo namna gani ambavyo au mpango kazi wao ambao wameupanga wa namna ambavyo wataweza kumanage kijana Meshack. Na kwenye huo mpango kazi watuletee kwamba tutafanya hiki, kama kuna kumpeleka studio tuone na gharama zake. Lakini kama kuna kumpeleka chuo kwenda kusomea muziki TASUBA pamoja na vitu vingine tuone, kama kuna kufanya video, kama kuna kufanya audio, kama kuna kila kitu kiwepo pale kwenye ule mkataba. Ili sasa tupime value for money iko vipi pale. Kwa sababu vinginevyo tuseme kama milioni 30 imetumika ndani ya mwaka mmoja, mwaka unaisha hakuna ambacho kimefanyika. Milioni 30 imeisha lakini hatuoni ile value for money imetumika vipi. Kwa hiyo nao ni jambo la msingi. Pamoja na kwamba wamesema wao ndio watakao manage, lakini lazima tuone mpangilio namna gani ambavyo wamepanga kuweza kutumia hiyo milioni 30. Lakini lingine kwenye ile kamati sasa ya kuweza kumanage, hawezi wakakaa wao peke yao. Huyu sasa hivi ni msanii, maana yake lazima pia awe na manager. Kwa hiyo tunategemea pia pale waingize na manager wake, aingie pale kwenye ile kamati ili kufuatilia sasa yale ambayo watakao kuwa wamekubaliana waweze kuweza kuyafanyia kazi. Lakini lingine tunategemea kwamba tuwaone BSS ndani ya wiki moja walipoti wizarani, yoyote tu kiongozi wetu wa BSS alipoti wizarani, ili kwa pamoja tuje tushuhudie hayo maandikishano ya huo mkataba wa kazi pamoja na malipo, ambao kwa kweli nikiki kwamba tutayafuatilia bega kwa bega na hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba ndani ya mwezi mmoja ambao wameomba kumlipa huyu kijana Meshack pesa zake watakuwa wameshamlipa. Lakini lingine tunatambua kwamba kuendesha mashindano pia haya ni changamoto kubwa. Na mimi kwa sababu ni mlezi wa sanaa nitoe tu kama ushauri sasa kwa wakati mwingine. Hatukatai zawadi kuwa kubwa. Na hata sisi tulivyosikia kwamba zawadi milioni 50 tulifurahi sana kwa sababu tukajua hii milioni 50 inaweza kumtoa msanii kutoka eneo moja kumpeleka sehemu nyingine. Lakini wakati mwingine wajitahidi tu kufanya vitu ambavyo ni vya uhalisia zaidi. Kwa sababu kikubwa tunasema kwamba ni platform. Vijana wako wengi sana wanatamani kutoka kimuziki lakini hawana platform ya kuonyesha kile kipaji chao. Kwa mimi naamini BSS ni platform kubwa sana na muhimu. Kijana ukiitumia vizuri utafika mbali. Haijalishi kwamba ni mshindi wa kwanza, umekuwa mshindi wa pili. Ndio maana hata ukiangalia kwenye trend wale waliokuwa washindi wa kwanza wote kwenye ramani sasa hivi hawapo. Lakini ukimchukua Peter Msechu hakuwa mshindi wa kwanza, anafanya vizuri na tunamsikia. Harmonize hakuingia hata kwenye 5 bora, lakini anafanya vizuri na tunamsikia. Wakina Kala Jeremiah wapo, hawakuwa mshindi wa kwanza, wanafanya vizuri. Kwa hiyo kikubwa si zawadi. Mimi nadhani cha msingi ni kwamba watengeneze tu mazingira mazuri, wapate jukwaa vijana, wajitangaze na kama una kipaji kitaonekana na kitathaminiwa. Kwa hiyo cha msingi pamoja na kama kuweka zawadi, hebu wajaribu tu kwa wakati mwingine kuweka zawadi ambazo zinaendana na uhalisia, na hizo zawadi zitolewe eneo la tukio na sio kuweka zawadi kubwa alafu mwisho wa siku wanaanza kuingia mitini. Hatutegemei tena kuona kitu kama hiki kinafanyika. Lakini pamoja na wasanii, serikali ipo pamoja na nyinyi, milango ya wizara iko wazi. Tunajua kama kuna changamoto ya kusoma mikataba, ipo kamati ya kupitia mikataba. Mnapotaka kuingia kwenye kazi yote lazima mhakikishe kwamba mmesoma ile mikataba vizuri, mmeipitia na mmekubaliana. Na pale ambapo mnaona hamuelewi, basi muende BASATA, wanasheria wako pale. Muende bodi ya filamu, wanasheria wako pale, watawasaidia ili basi msiingie kwenye mikataba ambayo ni mibaya. Sasa baada ya kusema hao, sasa nadhani labda tumpe pia nafasi Meshack aweze kuzungumza, na kama mtakuwa na maswali ya kuweza kuuliza basi tuko tayari kuweza kuyajibu na kuweza kuyatolea ufafanuzi. Cha kwanza jamani,
napenda kwanza kuwashukuru waandishi wa habari wote ambao mmefika hapa kwa ajili ya kuja kwa kunisikiliza au kuja kumsikiliza mheshimiwa ambacho ameongelea kuhusu mimi. Lakini pia napenda kumshukuru mheshimiwa pia, asante sana. Lakini pia napenda kuwashukuru Watanzania ambao waliweza kunipigia kura, waliweza kuniombea pia toka mashindano yanaanza mpaka tunamaliza mpaka nachukua ushindi. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana, na washukuru Watanzania sana. Lakini pia napenda kuwashukuru BSS au Bongo Sasa wenyewe kwa sababu kuna platform ambao wameshanipa mpaka saizi. Nashukuru Mwenyezi Mungu, hata Instagram yangu nikiingia watu ni wengi, watu wana appreciate. Kwa nawashukuru pia kwa kunipa platform. Lakini kitu cha msingi ambacho nataka nikizungumzie ni kwamba Bongo Sasa nimeshapata ushindi, ndio wameshanipa ushindi, lakini kuna ahadi ambazo walikuwa wameshaziahidi au zawadi ambazo zinatolewa kwa washindi sikuweza kufanikiwa kuzipata kwa muda. Waliweza kunipa milioni 1 ambao nishaipata, walinipa muda sio mrefu, lakini kuna milioni 1 ambayo inazungumziwa kwamba ni milioni 2. Hiyo milioni 1 ilikuwa sio kwenye zawadi. Niliwauliza pia nikasema kwamba hii milioni 1 ni vipi? Wakasema kwamba hii milioni 1 ambayo tumewapa saizi, walinipa mimi milioni 1, mshindi wa kwanza, wa pili 700,000, ikawa inashuka mpaka mshindi wa 5. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kwa ajili tu kutupongeza. Basi kwa hela ambayo nilikuwa nimepata ni milioni 1 peke yake. Ndio. Na kwenye mikataba ya kurekodi nyimbo au kufanya audio ambayo inavyojulikana ni milioni 30 kwa ajili ya kwenye management, kwamba naweza nikafanya nyimbo, nafanya video, nafanya promotion na kila kitu, ni milioni 30. Lakini hatujabahatika pia kufanya kazi ikaisha. Nimebahatika kufanya nyimbo moja ambao kwa bahati mbaya sana kuna mazingira ambayo yalitokea pale, najua mnajua kuna mazingira, producer huyu na huyu hamjafahamiana na hivi vitu vingine, kwa hatukuweza kwenda sawa sana. Nikarekodi nyimbo, bahati nzuri au mbaya hawakuipenda pia, na wenyewe wakasema no, haipo kwenye ubora ambao tunakusikia wewe au tunakujua wewe, kwa hatukufanya tena kazi nyingine. Kwa hiyo hiyo nyimbo moja ambayo nimeshaifanya na hawakuikubali kwamba hatuwezi kushuti video, maana haipo kwenye wenyewe kwamba tunaiachia, no, haipo kwenye viwango ambavyo wanavitaka wenyewe. Kwa hiyo nimefanikiwa kufanya hiyo nyimbo moja, nimefanikiwa na kupewa milioni 1 peke yake. Na wasikilize nyie sasa, sijui mnaweza mkaniuliza. Sasa mesha ukaimba kidogo sisi unakwenda kule. Scenario ilikuwaje ndio ambacho kama aliongea na naibu waziri watu wasikie pia na wewe mwenyewe. Scenario ilikuwaje wakati unafuatilia? Wakati nafuatilia nilijitahidi kufuatilia na nilikuwa nawasiliana nao vizuri sana, na tulikuwa tunawasiliana vizuri kabisa, lakini kwa bahati nzuri au mbaya muda ukawa unazidi kwenda. Unajua wanaweza kuambia mwezi ujao au wiki ijayo tutakupa, kwa hiyo unakuja unapiga simu au unatuma message kwamba vipi inakuaje viongozi, mwezi ndio ushafika hivi inakuaje, wanakuambia basi subiri kidogo mwezi ujao. Kwa hiyo ikawa ni mwezi ujao mpaka familia yangu wakareact, wakaamua kuandika barua baada ya kuona kwamba mimi inawezekana nimekula hela. Unajua si vijana wadogo, afu mwisho wa siku wanaona umri wetu bado, kwa nahisi umekula hela au umeshapewa hela umeenda kuharibika, kwa sababu hela inaweza kusababisha wewe, unaweza kuwa na hela lakini hela inaweza ikakuharibu pia. Kwa hiyo wanaweza kaisi labda wakahisi kwamba kuna hela, hiyo hela nishapewa, kwa hiyo imeenda kuniharibu mimi. Kumbe hapana, sijapewa. Kwa hiyo akaamua kuandika barua ya malalamiko, ndio ikawa hivyo. Kwa hiyo mimi nikawaelekeza jinsi ilivyo kwamba mimi bwana sijapewa hela. Msihisi kwamba mimi sijui niko nakula bata huko hela, sijui naenda naitumia vipi, no, sijapewa hela. Habari iko hivi na hivi. Nikawaelekeza, ndio wenyewe ikabidi wapanic. Kwa walivyo react ikabidi waandike barua, ndio wakaja kuleta wizara. Matumaini ya kiasi gani baada ya serikali kutoa maelekezo kwa BSS? Mimi na matumaini makubwa, kwa sababu ndio maana sijasita kuja kuongea hivi. Na matumaini makubwa kwamba kila kitu kinaweza kukaa sawa, kwa sababu ukisema serikali maana unasema Tanzania au unasema nchi nzima, si ndivyo? Serikali itaongea, lakini serikali inavyoongea kama hivi walivyonisaidia ni Tanzania nzima, kwamba ni wamewakilisha Watanzania wengi, kwa sababu Watanzania wengi wanajua nini? Dogo amekula hela. Dogo hela ameshakula, amekula bata na wanawake sijui nini. Umeshatumia zote. Kuna kipindi nimepanda ndege, anasema dogo ampanda ndege huyu, ndio anamaliza hela imebaki milioni 1. Kwa ile ikawa inanipa kidogo shaka, lakini nadhani kila kitu kitaenda sawa na nina uhakika huo. Hela mimi sikupewa jamani wa Tanzania. Bado.
Mimi kiukweli ni bahatika kuwa na management yangu Mbeya. Kwa hiyo nilikuwa nipo kwenye management yangu Mbeya. Kwa mpaka naingia kwenye BSS niko kwenye management. Ndio nikawa nimeingia kwenye BSS. Nadhani ndio hiyo kwenye hiyo barua ndio pia wamehusika kwenye kuandika hayo malalamiko kwa sababu ni familia na walezi wangu ambao walezi wangu ndio kwenye hiyo management yangu. Naam. Hapana, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu pia na Watanzania. Ukiona mashindano hayajaenda sawa lazima utaona reaction za watu kwenye mitandao, utaona reaction za watu wakiongea, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu mwaka huu haikufanyika hivyo. Mwenyezi Mungu tu kaweza kufanya njia, nimeweza kushinda, lakini Watanzania pia waliweza, yani Watanzania wamependa nilivyoshinda. Hakuna alolalamika inawezekana ni wawili, unakuta alikuwa shabiki wa mshindi wa pili hivyo tu, lakini mashindano yalienda sawa. Hakuna kubebwa, hakuna kukubaliana sijui kwamba dogo wewe utashinda kwa hiyo tutafanya hivi, hapana. Kwa haikuwa hivyo kikweli. Kuna nini? Kiukweli mimi nilikuwa na hiyo mikakati before nilivyoshinda tu. Nilikuwa before hata kabla sijashinda nilikuwa tu na unajua haso wasanii sisi wadogo afu hela hakuna, familia yenyewe ndio hivyo meushu. Kwa unakuta nilikuwa na njia zangu ambazo nilikuwa nasema naweza nikapita, lakini BSS walivyokuja kunichukua na nikashinda, namshukuru Mwenyezi Mungu na nawashukuru pia kwa sababu wale watu ambao mimi nilikuwa nataka niwatafute nimeshawapata kupitia BSS. Nimeshawapata, lakini mameneja pia ndio itakia niwapate. Lakini unajua kingine ambacho naweza nikaomba Watanzania ni kwamba mameneja sasa kama wanaweza kujitokeza mtu ambaye anaweza kanimanage, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanataka kunimanage, wanaweza tu kanimanage kama ataongea na BSS kwamba wewe sisi tunataka tukae na dogo tufanye hivi, anaweza kuongea naye pia. Mwanzo ulizungumza kwamba tayari uko kwenye management. Hiyo wanaweza wakakaa wakazungumza, lakini management yenyewe ambao ndio nilikuwa ambao ndio BSS wenyewe, nadhani nyinyi wenyewe mmeona, sidhani kama umesikia nyimbo yangu hata moja. Sijafanya nyimbo tayari, yani sijafanya nyimbo ambao ishafanya vizuri. Kwa hiyo wanaweza tu wakakaa, inawezekana wenyewe wakawa na mambo mengi sana. Kwa wanaweza wakakaa, hiyo management mpya imepatikana, wanaweza wakakaa kuongea wao, sisi tunamsimamia dogo, wenyewe mnamsimamia dogo, okay poa, itakuwa hivi na hivi. Kwa hivyo vyote vinawezekana. Japo kuna watu ambao waliogopa kunimanage wakahisi kwamba BSS wana manage, si hatuwezi kufanya hivyo. Hapana, wanaweza wakafanya hivyo, wanakaa tu tunaongea yanaisha. Mwezi mmoja ni time frame. Time frame ni mwezi mmoja. Lakini kuna hiyo hapo umesema zile milioni 30 kuleta ule mpango kazi. Au manage. Na hiyo una time frame. Sasa nimewataka BSS walipoti ofisini wizarani, kwa sababu wametoa majibu yao kwa njia ya simu kama ambavyo nimezungumza kwamba waliongea na mkurugenzi wa sanaa. Kwa hiyo kwa bahati mbaya serikali haifanyi kazi kwa simu, maana serikali inafanya kazi kwa documents. Kwa hiyo wanapaswa kuripoti wizarani ndani ya wiki moja. Ndani ya hiyo wiki moja sasa kuna mambo ya msingi ambayo lazima yafanyike. La kwanza kuhakikisha kwamba wana saini mkataba rasmi na mshindi wa BSS kwa maana ya Meshak, lakini vile vile watuletee sasa mpango kazi wao kwa namna gani ambavyo hizo milioni 30 zitatumika ndani ya huu mwaka mmoja. Na kwa sababu mpango kazi wao sema kwamba watamanage ndani ya mwaka mmoja, na mimi naona tayari sasa miezi 4 imeshapita. Sasa wasituambie kwamba miezi 4 imeshatumika kwenye kwa sababu hatujaona chochote. Kwa hiyo kimsingi miezi 4 ambayo ilibidi wawe kwenye process ya kumanage imeshafutwa. Maana yake sasa wanakuja
kuanza mkataba mpya kuanzia pale ambapo watasaini huo mkataba kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lakini vile vile ni vema pia wakazingatia ushauri uliowapa kwamba wao wangejitoa kwenye kumanage, wabakie tu kwenye kuendesha hayo mashindano, halafu mameneja wawe wengine. Sasa anaweza kuwa ni msanii mwenyewe akawa na meneja wake, au kama ambavyo wamezungumza wanaweza wakajitokeza pia mameneja wengine wakammanage. Lakini kusema kwamba wao waendeshe mashindano na tena wajipe tena jukumu tena lingine la kwanza kummanage, wakati huo kipindi hicho cha mwaka mmoja na pia kwenye maandalizi ya kuandaa shindano lingine, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kimsingi mimi kwa maono yangu ndio maana nimeona inawezekana, ndio maana hata hawa wasanii wote kuanzia 2017 mpaka pale 2014 hawajafanya vizuri. Inawezekana kwa sababu management pia inawezekana pia ikawa sio nzuri, kwa sababu hawezi wakafanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo nimewapa ushauri pia, na nadhani pia nitakapoonana nao nitawaambia kwamba ni vema swala la kumanage wakaliacha.